Karibu tena msikilizaji wangu mpendwa kwenye muendelezo wa simulizi inayoitwa Mke wa Mtu ni Sumu iliyoandikwa na DJ Manumbu. Hii ni sehemu ya 9. Na mimi ni binti Zuri. Tulipoishia, ukweli umewekwa wazi. Juma Mwangala amewakamata Amina na Kelvin Sanga wakiwa katika usaliti wa wazi. Siri imefichuka na ndoa iko kwenye ukingo wa kusambaratika. Usiku ule nyumba ilikuwa kimya kuliko kawaida. Hakukuwa na kicheko, hakukuwa na mazungumzo. Kila mtu alikuwa na mawazo yake. Amina alikuwa chumbani akilia kimya kimya. Kelvin tayari alikuwa ameondoka na Juma alikuwa sebuleni, akiwa kimya lakini moyo wake ukiuma kwa yaliyotokea. Amina alijitazama kwenye kioo, hakumtambua yule mwanamke aliyekuwa mbele yake. Nilikuwa na kila kitu, alijisemea kwa huzuni. Lakini sasa alikuwa karibu kupoteza kila kitu kwa wakati mmoja. Alikumbuka ndoa yake, upendo wa Juma na heshima aliyokuwa nayo. Vyote vilikuwa vinamponyoka. Kwa upande wa Kelvin, alikuwa anatembea mitaani usiku huo akiwa hana pa kuelekea. Aligundua jambo moja: hakuwahi kuishi maisha ya kweli. Alikuwa anaishi kwenye kumbukumbu, na sasa kumbukumbu hizo zimemuingiza kwenye matatizo makubwa. Asubuhi ilipofika, Juma alimuita Amina. Walikaa sebuleni uso kwa uso. "Niambie ukweli wote," Juma alisema kwa utulivu. Na safari hii Amina hakuficha kitu. Alieleza kila kitu, kuanzia walivyokutana hadi walichokuwa wanafanya kwa siri. Juma alisikiliza bila kumkatiza, lakini macho yake yalionyesha maumivu makubwa. "Ulinidharau," Juma alisema kwa sauti ya chini. "Umenivunja moyo kwa namna ambayo siwezi kuelezea." Amina alianza kulia zaidi. "Samahani, naomba unisamehe." Kulikuwa na ukimya mzito. Dakika zikapita. Hatimaye Juma akasema, "Kuna makosa ambayo hayawezi kurekebishwa kwa maneno." Amina alimtazama kwa hofu. "Nahitaji muda, lakini kwa sasa siwezi kuendelea na ndoa hii kama kawaida." Kwa upande wa Kelvin, hakujaribu kurudi tena. Alijua tayari amechelewa. Alimpoteza Amina toka zamani na sasa amemharibia kabisa kila kitu. Aliamua kuondoka kabisa kwenye maisha yao. Amina alibaki, lakini si kama zamani. Alipoteza imani ya mume wake na heshima yake ndani ya ndoa. Na hapo ndipo aligundua mke wa mtu ni sumu, si tu kwa wengine bali hata kwake mwenyewe. Msikilizaji wangu, makosa yana gharama. Na mara nyingi gharama yake ni kubwa kuliko tulivyotarajia. Je, ndoa ya Amina na Juma itaokoka? Au kila kitu kitaishia hapa? Katika sehemu ya 10 tutashuhudia mwisho wa simulizi hii yenye mafunzo mazito. Usikose sehemu ya 10. Subscribe, like na share hii chaneli ya DJ Manumbu ili uwe sehemu ya simulizi hii kali. Mimi ni binti Zuri. Tukutane sehemu ya 10.